Dada, kulikoni? Mbona usiku? Kuna nini? Huku kwetu sisi ni hatari mno kutembea usiku namna hii, kwa sababu kuna wanyama wakali wa kila aina. Kuna nini? Samani, hali ya mkangu inazidi kuwa mbaya, anazidi kuumwa. Alafu kizingatia niko peke yangu mimi kama mtoto wa kike. Niko naomba msaada wako kakaangu. Samani, niko chini ya miguu yako na mtu tukamsaidia atakufa yule. Oh dada. Kaka. Mbona ametokea kuchukua moyo wangu kiasi hichi? Kaka. Huu usiku hapa. Nani ananiona? Liwalo na liwe. Dada. Naona nashindwa kuzuia hisia zangu. Utanisamehe. Kaka. Kaka tuni basi mbona umenyamaza? Basi sawa, ngoja nibashe twende. Haya. Mama we. Mama. Usinguse shemeji. Kakaangu, hali ya mkango ndio hivi kama unavyoiona. Sijui utafanya nini. Naona hata rangi ya ngozi yake inabadilika. Ile ni sumu inazidi kusambaa kwenye mwili wake. Sasa hapo kuna haja kumwesha hospitali ili akapate tiba. Mjomba, pole. Chongea hivyo mimi ndo nakufa kweli. Shaona kifo mama. Kakaangu, samahani. Naomba kama una akiba hata yoyote, hata kama kidogo, naomba utusaidie. Ila hali yake kisha kuwa tu vizuri, tutakurudishia gharama zako zote. Please. Nakuomba. Najua. Lakini mimi kama ningekuwa na pesa, sio tu kwa wazima, bali mwenye ningemchukua ningempeleka hospitali kwa sababu najua ni mtu muhimu sana kwenye familia. Lakini tatizo ni kwamba mimi mwenyewe sina hela. Sijui tunafanyaje. Mama. Chukua hii simu. Nenda kaiuze bei yote ile ili tuweze kuokoa uhai wake. Please. Lakini sabidi uyawane. Usijali. Uhai wa mtu ni bora kuliko kitu. Nenda kaiuze. Basi sawa. Basi. Nimependa namna ambavyo unamjali mume wako. Samahani. Huyu sio mume wangu. Huyu ni shemeji yangu. Sasa mnalaje vichumba kimoja? Wewe. Mbona unakuwa mpekenyuzi mambo ya watu? Wewe umekuja kutoa msaada kaka au umekuja kuuliza mambo ya watu? Mbona unakuwa mbea kaka? Mbona ufanani na umbea wako ndugu yangu? Mimi nimeng'atwa na nyoka kaka. Baada unisaidie unaanza kuuliza wewe shemeji yako huyu nani yako? Hayo yote ya nini ndugu yangu? Unamtaka? Fanya kilichokuleta ndugu yangu. Mimi mwanaume mwenzio naumia. Wewe mbona unakuwa mbea na mambo ya kike?
Au nataka nife? Au ile nyoka unimtegesha? Nenda basi kauze hiyo simu ndugu yangu. Basi sawa. Ila dada, kwa usiku siwezi kupata mteja kwa sababu muda umeenda sana. Ila kesho asubuhi na mapema sana nitaenda kupambana na kisha niuza hii simu. Kiasi tutakachopata basi tumpeleke hospitali. Sawa kakaangu. Nashukuru. Mjomba, ugua pole. Mimi naumia. Jitahidi usibani hata shilingi 100. Mimi nina matatizo kaka. Unapenda sana kuchimbua mambo ya watu kaka. Hii kijiji mkoje nyinyi? Mbona mna usuda sana jamani? Shemeji. Shemeji. Nashukuru sana kwa msaada wako shemeji yangu. Sijali shemeji yangu. Nateseka sana. Ila chifu. Chifu mbaya sana. Ama kweli ndugu yako ndo adui yako. Na mtu ambaye sio ndugu yako ndo anakuwa ndugu yako. Dogo kachenji. Mama we. Samahani. Jana nilishinda kufanikisha ile kazi yetu. Ugumu ulikuwa wapi? Matulanga. Nilifanikiwa kumshika zile sehemu ulizonielekeza. Na nikamsafirisha kihisia 100% kabisa. Lakini ghafla tu alinibadilikia, kisha akatoka nje na kuniacha ndani peke yangu. Hapo ndipo jambo letu lilipofeli. Jaribu tena na. Sasa kama na leo ikishindikana pia, huoni tutakuwa tunafanya majaribio kila siku? Kwani tusitafute njia nyingine kukamilisha hili? Nikwambia kitu? Kitu gani? Una midomo mizuri sana. Asante. Ukiweza kuitumia na hiyo, huo ni udhaifu wake wa pili. Sawa, nimekuelewa. Nitajaribu kutumia na hii pia. Naweza kuondoka? Hapana. Uondokaji wako unanitisha sana. Naomba leo mimi nitangulie kuondoka. Nenda. Sasa Anita, simu yenyewe ndio kama unavyoiona. Ni nzuri sana. Isitoshe bado mpya. Ina kamera 2. Kwa hiyo watoto wake kama mnataka kupiga picha. Najua itakufaa sana. Hebu nione. Bei gani? 200,000. Ha? 200,000? Mbona nyingi sana? Mimi simkumbe naweza nina matatizo. Naomba unisaidie. Yaani 200,000 kishanipa. Mimi namchukua mgonjwa na mpeleka hospitali. Kwa sasa hivi 200,000 sina shida. Tafuta mteja mwingine. Kwani wewe una shilingi ngapi? Mimi nikupe 80,000. Na 80,000 sipo nayo hapa. Ipo nyumbani. 80 mbona ndogo? Mimi nina mgonjwa Anita, yaani mkufuatia unisaidie. Yaani singekuwa hivyo mimi singeuza hii simu. Lakini naweza kwa sababu nina mgonjwa. 80 ndogo sana. Hawezi kuongeza hata 20 hapo. Nitakuongeza lakini sio sasa hivi. Lakini baadaye. Asa basi fanya kitu kimoja. Nipe hiyo 80. Alafu 20. Lazima hata kwa rafiki yako au ndugu yako au wafanya biashara wenzako ili nipate walau laki tu nimpeleke mgonjwa hospitali na kuomba. Sawa, lakini naomba tuandikishane. Isikuwa ni kitu cha uwizi. Mimi naogopa matatizo, sitaki matatizo kabisa. Kuhusu kuandikishana wala haina shida. Alafu siwezi kukuuzia kitu cha wizi. Umeelewa sijui? Ila naiuza kwa sababu nina matatizo. Nielewe tu. Sawa, nifuate. Malebo, nimeona kimya, nikaona kufuata huko ulipo, maana hali ya mgonjwa inazidi kuwa mbaya. Vipi lakini umefanikiwa kuuza ile simu? Taarifa njema ni kwamba nimefanikiwa kuuza ile simu. Lakini nimeuza kwa tabu vibaya mno.
kwa sababu nimegundua wana kijiji bado wa shamba. Yaani eti mtu anamuuzia simu anakuambia nataka risiti, wakati simu ni ya mkononi. Unamfuata mwingine anakuambia twende kuandikishana kwa mwenyekiti. Simu tukaandikishane jamani. Aliyeua zaidi eti ananiambia nimwachie simu wiki nzima iangalie kama nzima mbovu. Nimwachie simu wiki. Ikaribu kwa mikono yake je? Atakubali kununua tena? Lakini nashukuru Mungu nikampata dada mmoja hivi mfanya biashara. Yeye akakubali kumuuzia. Kwa hapo unavyoona hapa na shilingi 80 simu nimeshaiuza. Malebo, kweli ile simu umeuza 80? Yaani nimemuuzia kwa laki moja lakini ametanguza 80. Kasema for atanipa baadaye. Kwa sababu nimehangaika sana kama sio mbaya Sabla. Ili tumsaidie mjomba. Ni kweli. Ila nashukuru nimepata hata hiyo kidogo. Maana hali ya mgonjwa inazidi kuwa mbaya. Basi sawa, twende basi nisaidie kumsindikiza hospitali maana mimi sipajui. Sawa, ina shida lakini mimi nilikuwa na wazo. Usije utalipokea. Hivi kwa nini usimtoke hospitali ya mjini? Kwa sababu najua kwa hiyo 80 mchangano wake 30 utafanya nauli ya wewe na mjomba 50 mkafanya tiba mjini, kwa sababu hospitali ya kijiji chetu hiki mtapata tabu sana ukizengana na ukubwa tatizo la mjomba. Kwa mimi ndio nilikuwa wazo langu nikasema nitakwambia niona kama utalichukua au la. Ni wazo zuri sana Malebo. Ni kweli. Basi sawa. Twende basi nisaidie kukumaisha huko mjini. Sasa Sabla. Hapo nikisema na mimi niongezane na nyinyi itawagalama tena. Na mimi sasa hivi sina hela. Sijui unanielewa. Kwa nini bora ufanye hivyo nilivyokuambia? Nyinyi nendeni. Mjomba kapate tiba. Alafu tutakuwa tunawasiliana mimi wakati huo kijijini na nilala kupambana kufanya vibarua kama kawaida. Wazo zuri sana. Nashukuru sana Malebo. Basi nisindikize mpaka stendi. Maana kwa hali yangu mimi sitoweza. Sawa, ila samani. Hivyo ulisema ni shemeji yako? Mkango ni shemeji yangu. Sasa wewe mume wako yuko wapi? Mimi sina mume. Basi twende tuwahi stendi. Twende tukamsaidie. Sasa wataka nichome taratibu. Sasa huu ni mwili wa binadamu. Ngoja sasa taratibu, sisi watoto wa kiume tunaweza sawa. Chome kwenye kalio. Mimi nafanya hivyo kwa sababu ya maumivu ya mguu wako au niache? Chome basi. Halo shoga yangu. No, mi naona kabisa mi ni mzima. Usiwatangazia tu kwamba mi sioni, hapana. Ila kuna mambo tu mimi yananikabili, wewe ujui tu. Kuna ushirikina unaendelea katika familia yangu. Anyway, usijali, tukikutana baadaye tutazungumza kiundani zaidi. Haya.
Babe. Babe. Ulikuwa unaongea na nani kwenye simu? Rafiki yangu tu alinipigia. Uliwezaje kupokea wakati wewe uone? Hii simu nishaizoea babe. Kwa hiyo mtu akinipigia tu na uwezo kupokea. Zara. Kwa nini unaona afu unajifanya kipofu? Na umetumwa na nani kunichunguza? No babe. Kuna maanisha nini? Sasa sikia nikwambie. Na kufungia ndani. Kuna mahali na kwenda. Nikirudi mguu wako mpaka hospitali. Na nikigundua unaona ndio utapafahamu Matulanga ni nani. Umeelewa? Shemeji, mimi kuna simu ilikuwa naomba niende mara moja. Maana gharama za hospitali zimekuwa kubwa. Ukilinganisha na ile tuliokuwa nayo ni ndogo sana. Kuna mtu anaenda kumwazima pesa kisha kurudi. Nakuahidi shemeji yangu. Sawa, ila si utachelewa sana. Basi naomba unitahidi wahi, lakini pia usichoke kunisaidia kwa sababu wewe ndio ndugu yangu na rafiki. Lakini pia hizi sindano ambazo nimechoka zitajaza. Ninachokuacha. Sawa shemeji yangu, sikia. Sawa. Wewe ni kuachi. Sawa. Mimi niseme nashukuru sana umeweza kuifungisha ndoa salama. Mwenyezi Mungu akujalie. Sisi ngoja tukuruhusu ondoka pumzike. Bwana Chief. Naam. Umeshaingia kwenye ndoa. Ndoa ina mambo mengi. Ndoa inahitaji uvumilivu. Samahani ustazi. Nimesikia vibaya. Umefungisha ndoa? Ndio, nimetoka kufungisha ndoa. Kuna tatizo? Sonia. Watoto wanauliza wapi mami, dadi wapi mami, hapo. Watoto wanauliza wapi mami, dadi wapi mami, hapo. Uwe hapo. Wanatamani hata kidogo kuone. Maswali yapo mengi wako yajibu niwe. Maana wakupata upendo wako tatone. Nimewalea mwenyewe, mwenyewe.
ushirikina